Habari gani mwana habari, na wewe ambaye unaendelea kunifuatilia kokote unakonipata kwa usikivu mzuri kabisa. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Leo hii tumekuletea taarifa ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari hivi punde, ambapo taarifa zaidi zinasema vita vya Ukraine, Urusi ya ushambulia mji mkuu wa Ukraine. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Niseme asante kwa yule ambaye tayari ameshasubscribe, lakini kwa ambaye bado, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mwana familia. Takribani watu 15 wamejeruhiwa na nyumba kadhaa kuharibiwa baada ya Urusi kushambulia mji wa Kiev kwa makombora na ndege zisizokuwa na rubani usiku wa kuamkia Jumamosi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kuwa usiku ulikuwa usiku mbaya kwa taifa hilo mara baada ya kuweza kushambuliwa na makombora na ndege zisizokuwa na rubani usiku wa kuamkia Jumamosi. Katika ujumbe kupitia mtandao wa kijamii, Zelensky ameitaka jamii ya kimataifa kuiwekea Urusi shinikizo kupitia vikwazo zaidi ili ikubali kusitisha mapigano. Maafisa wa usalama mjini Kiev wanasema kuwa mashambulio hayo yalitokea katika wilaya 6 huko eneo la Oboroni kaskazini magharibi mwa Kiev ikiathirika vibaya. Siku ya Ijumaa, mataifa hayo mawili yalishiriki katika zoezi kubwa la kubadilishana wafungwa, huku rais wa Marekani Bwana Donald Trump akisema hii ni hatua nzuri katika juhudi za kuleta amani kati ya pande hizo mbili. Hata hivyo, Moscow na Kiev zimelaumiana kwa kutokuwa na nia ya kumaliza vita hivyo. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Hizi ni taarifa kutoka kule Ukraine na Urusi, ambapo Urusi ya ushambulia mji mkuu wa Ukraine. Nikushukuru sana kwa kuendelea kuungana nami. Naitwa Junior na hii ni Junior Media, michezo, habari pamoja na burudani. Kwa habari nyingi zaidi ambazo tunaweza kukusogezea hapo, usisahau kusubscribe. Niseme asante kwa wewe ambaye umejiunga kuwa mwanafamilia baada ya kusubscribe, na kwa ambaye bado, hakikisha una subscribe ili uweze kuwa mwanafamilia. Kutoka hapa sina la ziada. Nikuage, nikutakie siku njema. Bye bye.